Imeelezwa kuwa 67% ya watoto nchini Tanzania hutumia mitandao ya kijamii, jambo linalopelekea ukatili wa mitandaoni. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, mkuu wa wilaya Kakonko, Kanali Evans Malasa, amesema kwa mujibu wa hali ya ukatili wa watoto mitandaoni inaonesha makundi yanayoongoza kwa kutumia mitandao ya kijamii kama simu janja, kompyuta au interneti. Ni 4% ya watoto wenye umri kati ya miaka 12 hadi 17 ambao wamekuwa wahanga mitandaoni kwa kulazimishwa kufanya vitendo vya kingono na kusambaza picha au video bila ridhaa yao. Ndugu wananchi, kwa mujibu wa taarifa ya hali ya ukatili wa watoto mtandaoni, yani Disrupting Harm Report in Tanzania 2022, inaonyesha kuwa katika kila nchi duniani watoto ndio kundi linaloongozwa kwa utumiaji wa bidhaa za mawasiliano zikiwemo simu janja, kompyuta na internet, ambapo nchini Tanzania 67% ya watoto wenye umri kati ya miaka 12 hadi 17 hutumia mitandao ikiwemo simu na internet. Watoto hawa hutumia simu za ndugu zao wa karibu, wakiwemo wazazi, walezi, marafiki, ndugu wengine wanaozunguka. Na pia taarifa hiyo imeelezwa 4% ya watoto ni wahanga wa aina moja ya ukatili wa mtandaoni, ikiwemo kulazimishwa kujihusisha na vitendo vya kingono, kusambaza picha na video zenye maudhui ya kingono bila ridhaa yao, aidha kurubuniwa kujihusisha na shughuli za kingono kwa kuahidiwa fedha au zawadi nyingine. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na Dr. Hezlon Onditi wa Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Dar es Salaam, yani DUSE, mwaka 2019, imeonyesha 42% ya vitendo vya unyanyasaji na uonevu hufanywa mitandaoni, ambapo 58% wanaofanywa vitendo hivi ni watoto wenye umri kati ya miaka 14 na 18. Aidha, afisa ustawi wa jamii wilaya Kakonko, Mustafa Mtungwe, amesema halmashauri hiyo imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuhakikisha inatokomeza vitendo vya ukatili kwa watoto, ikiwa ni pamoja na kuwafikisha mahakamani baadhi ya watuhumiwa. Kimsingi katika wilaya yetu ya Kakonko, hali ya ukatili kwa mwaka uliopita ilikuwa na cases 105, lakini kwa mwaka huu imeashiria kwamba vitendo vimepungua kwa 50%. Kufikia mwezi wa Juni tunafanya maadhimisho haya, tumepokea kesi 27. Na katika jitihada hizi, pamoja na elimu tunayotoa, lakini wakati mwingine wako wakaidi ambao wanashindwa kutii sheria bila shuruti, na watu hawa wanaoshindwa kutii sheria bila shuruti wamekuwa wakichukuliwa hatua. Kwa mfano, kwa mwaka ulioisha kuna kijana alifanya ubakaji kwa mtoto mdogo na kesi yake ilifikishwa mahakamani, na huyu kijana amehukumiwa miaka 30 jela. Akisoma taarifa kwa niaba ya mratibu wa mradi wa World Vision Flora Mashimba, ameeleza namna shirika hilo linavyopambana kuelimisha jamii juu ya kujenga uelewa wa haki za watoto. Shirika World Vision katika mpango mkakati wetu wa mwaka 2021-2025 limeendelea kuwezesha jamii kwa kuelimisha juu ya haki za mtoto na kuwawezesha wazazi na walezi kupitia vikundi vya ujasiriamali na kilimo ili kuwezesha upatikanaji wa haki za mtoto kama haki za kuendelezwa kielimu, kiutamaduni na kukuza vipaji vyao. Tumeendelea kuwezesha kampeni yetu ya kutokomeza mimba na ndoa za utotoni kwa kujenga uelewa kwa watoto na watu wazima. Ili kupinga ukatili na kuwalinda watoto dhidi ya ukatili, shirika pia limeendelea kuwashirikisha watoto katika
katika kutoa maoni na vipaumbele vyao katika bajeti ya kila mwaka kwa kuwajengea uwezo kupitia mabaraza ya watoto, watambue haki zao na kushiriki kutoa maoni mbalimbali ya mambo yanayoathiri wao kama watoto. Nao baadhi ya watoto ambao wameshiriki sherehe ya mtoto wa Afrika wamesema siku hii inawakumbusha mambo mbalimbali ikiwemo kupewa haki zao na kutokubaguliwa. Kwa majina anaitwa Felix George Felix, ni mzaliwa wa Kaziramiunda. Kwetu hii sikukuu ya watoto wa Afrika tutaikumbuka vizuri sana kwa sababu imekuwa ni ya furaha kwetu. Kwa maana tangia nifike hapa nilikuwa sijawahi kuona kwamba kuna siku ya mtoto wa Afrika. Ila leo nimeona nikiwa nina umri huu hapa. Kwa ni siku ambayo nina furaha kwangu. Kwa majina anaitwa Hanifa Simeon Ngalama, ni mzaliwa wa Kaziramiunda, kijiji cha Juhudi. Mimi katika hii sherehe inatukumbusha kama watoto pia kuwa tunadai haki zetu kwa wazazi, kwa walezi, pia kwa serikali, kwa sababu kufanya ukumbusho huu watoto wa Afrika unatusaidia hata sisi watoto kuwa wajasiri katika kudai haki zetu. Mfano, mimi kama mtoto nitadai haki ya kulindwa, kuthaminiwa pia na kuishi. Kwa majina yangu naitwa Ela Mweno Richard, natokea kijiji cha Kaziramiunda, shule ya msingi Kaziramiunda. Mimi kwa leo hii siku ya mtoto wa Afrika inanikumbusha haki za mtoto pamoja na kwa wazazi ili waweze kutuelimisha sisi watoto. Kwa na wazazi inabidi wasiwe wanatunyanyasa, watutimizie mahitaji yetu ya msingi. Maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika wilaya ya Kakonko yamefanyika katika kijiji cha Kaziramiunda na kuhudhuriwa na viongozi, wananchi pamoja na wanafunzi kutoka shule mbalimbali za wilaya hiyo. Kutoka hapa katika kijiji cha Kaziramiunda, kata ya Kasanda iliyopo katika wilaya ya Kakonko, jina langu naitwa Hadija Omari Mazezele. Hii ni Mabadiliko Chanya TV.